jioni ya leo. Kama kawaida, leo ni siku ya 4 tarehe 10 ya mwezi wa 11. Habari njema iko hewani. Habari njema, habari yake Bwana imepangiliwa kukufikia kwa popote pale ulipo ulimwenguni kwa njia ya mitambo ya www.startvinternational.com. Bwana asifiwe sana kuona ametuwezesha tena. Ndugu zangu, Mungu huyu ni Mungu mkubwa sana. Ni Mungu wa kutukuza, ni Mungu wa kushukuru, ni Mungu wakati wote zungumza naye baba yetu. Habari njema inakuja tena jioni leo ili tuweze kuongea tena maneno yake baba. Anasema nini wiki hii? Anatuambia nini? Bwana asifiwe sana. Kabla sijaendelea sana, ninatoa salamu kwa nyie wote wafuasi wa habari njema, na ninaomba Bwana aendelee kuwapa nguvu na ujasiri. Mungu aendelee kuwasaidia usiku na mchana kwa zile shida zote, kwa zile raha zote mnazopitia. Msikose pia amani yake Bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa wale wanaofuata habari njema siku ya mara kwanza leo, kipindi hiki kinaletwa kwenu na mimi dada Bahati, na ni kila siku ya Alhamis ama siku ya 4 kuanzia saa 2 ya usiku mpaka saa 3 ya usiku. Nje kuna traffic kubwa sana, ndio kwa maana nimechelewa tena dakika 10. Naomba mnisamehe. Unaona, ni ile katika kuvumiliana sisi wote ndio tunakuwa watu wema. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Leo tunataka tusome habari njema ya leo. Ni habari inayekuja kutuambia tuweze kuwa na ufahamu wa kuweza kumuelewa mshawishi. Na mshawishi ni nani? Na anakujaje? Unaona? Ndio swala tuko nao leo, na ndio tunataka tuingie katika zile sura za Biblia tuweze kuona inasemekana je kufuatana na hili swala ndani ya Biblia. Biblia inatuambia nini? Unaona? Na ninaomba uwezo wake Bwana uwe pamoja nasi ili tuweze kuelewa. Cha muhimu ni kuelewa. Maana tukishakuelewa lile neno tunalizingatia, alafu tukishakulizingatia ndio linaleta matokeo mazuri katika maisha yetu. Kama kawaida ya habari njema tunamuomba Mungu. Tunamkabidhi kipindi chake. Ni kipindi chake. Ni kipindi chetu sisi wote, lakini neno hili ni neno lake Mungu. Unaona? Kabla hatujaendelea sana katika maelezo, katika mipango ya habari njema, tunamuita mfalme wa falme kwanza. Unaona? Tunamuita mfalme wa falme. Na napitishia tu kidogo hapa kukufahamisha kuwa habari njema siku hizi iko kwenye YouTube. Ukiingia kwenye YouTube ukiweka Bahati Mutatwa, utapata habari njema kwa dakika 15. Baada ya kuikaa kwako unafikiria mambo yasiyokuwa na kichwa na miguu, unafikiria mambo yenyewe yalikuzikisha, ni vizuri ingia kwenye YouTube na uweze kusikia habari yetu kwa lugha ya Kiswahili. Haya mafundisho yote tunayofanya hapa tuliweza tu kuweza kuweka dakika 15 peke yake. Unaona? Lakini mkiwa mnafungua YouTube, huyo pia ni msaada na waomba. Mkiwa mnafungua inaonekana kama tunakuwa wengi tunafuata habari njema kwenye YouTube. Kwa hiyo utatupatia muda wa saa nzima. Na tukishakuwa na saa nzima, si ndio inakuwa vizuri ndugu yangu? Inakuwa mahubiri ya saa nzima yote yanaingia kwenye mitambo ya YouTube. Unaona? Bwana ataendelea kutuwezesha usiku na mchana. Na ninawakumbusha tena habari njema mwezi huyu inaeneza mwaka mmoja. Habari njema inaeneza mwaka mmoja. Unaona? Bwana asifiwe sana. Hatusherehekee chochote. Sherehe yetu ni kumtukuza Mungu. Sherehe yetu ni kuinua jina lake. Alianza kipindi hiki na bado anaendelea kukisaidia. Unaona? Ni kazi yake. Huyu mwaka mzima hakuna deni hata moja ya kulipia hiki kipindi. Unaona? Hakuna deni. Hatuna deni kabisa ya mtu yote kusema kama tulikopesha pesa. Hapana. Lakini mfalme wa falme, Bwana mabwana anaendelea kutoa kwa kuwa ni kipindi chake yeye. Unaona? Na mimi kazi yangu ni kusimama hapa na kuweza kutoa neno lake Bwana. Na Bwana, ninajua katika hii kazi tunayofanya habari njema, wale wanayesaidia kipindi hiki kwa kutoa pesa, michango tofauti, Bwana hata tuacha. Bwana anaendelea kutupa nguvu na ujasiri. Unaona? Na ataendelea kutupa nguvu na ujasiri siku zote za maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Tumuombe, tumtukuze Bwana, tumuite saa hizi ili aweze kuja. Malaika zake wako hapa, aweze kuwa pamoja nasi. Unaona? Kwa sababu anasema mkiwa 2 au 3 mkiniita wakati wa shida nitakuwa pamoja naye. Unaona?
Tusiwe na zoezi la kumuita wakati wa shida tu. Kipindi habari njema na habari ya kuja, tujikumbushe neno lake Bwana, ili matatizo yanapokuja tuweze kuelewa neno lake Bwana linasemaje. Katiba ya maisha, constitution inaniambiaje? Ni katika kujifunza lile neno ndio tunakuwa na zile rejeo za kusema pana Biblia inasema hivi, na inatupa nguvu, inatuwezesha ili tuweze kuendelea na kutatua yale matatizo ya maisha ya kila siku. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tuombe. Bwana, kwa uwezo wa jina lako, mfalme wa falme, Bwana mabwana, kama kawaida leo ni Alhamis, siku ya 4 tarehe 10 mwezi wa 11. Bwana, kipindi hiki ni mali yako Bwana. Neno hili ninalosoma leo ni neno lako mfalme wa falme. Kwa hiyo mimi ninazungumza neno lako tu, lakini uwezo na nguvu ya kubadilisha maisha ya watoto wako ni wewe mwenyewe unakwenda na lile neno mfalme wa falme. Baba, umetuagiza ukasema mkiwa wawili watatu mkiniita nitakuwa pamoja nanyi. Na ndio kazi tunafanya usiku wa leo. Tunakuita wewe mfalme wa falme, tunakuita wewe Bwana mabwana, tunakuita wewe kimbilio letu, tunakuita wewe Al Shaddai, tunakuita wewe jana leo hata milele na milele, mwanzo wetu na mwisho wetu. Tunakuita Jehova Nisi, Jehova Yare, Jehova Shalom, Jehova Shama. Majina yote tunakuita Baba. Usimamishe uwezo wako katika kila kiwango cha maisha yetu, katika kila sura ya maisha yetu Bwana. Weka uwezo wako uweze kusimama na usimame milele na milele Bwana. Asante mfalme wa falme. Asante Bwana kwa kuwa uko pamoja hapa nami na uko pamoja na watoto wako sehemu zote wanafuata kipindi hiki leo. Asante kimbilio letu. Hatuna Mungu mwingine bali wewe mfalme wa falme, na tunainua jina lako usiku wa leo na tunasema Baba, tunakupenda. Habari njema na wafuasi wake tunakupenda Bwana. Hatuna kwingine kwa kwenda bali kwako wewe. Wewe ndiye kimbilio letu. Tunatoa shangwe na shukrani. Na ili neno tunazungumzia Baba, wewe mwenyewe tenda maishara na maajabu yako, kwa kuwa wewe ni Mungu wa kuita na kuitika. Na ndio maana tunakuita saizi uweze kuwa pamoja nasi. Asante mfalme wangu. Asante kimbilio letu. Asante Bwana, kwa uwezo wa jina lake Yesu. Amina. Na sisi wote tunasemaje? Amina. Amina, maana yake na iwe hivyo. Bwana asifiwe sana. Tuingie katika katiba ya maisha tu. Katiba ya maisha leo tunazungumzia ya kuwa tuwe na ufahamu. Samahani. Tuwe na ufahamu wa mshawishi. Tuwe na ufahamu wa mshawishi. Mshawishi maana yake muovu. Unaona? Na muovu wakati anakuja kwanza katika fikira zako. Sitaki kuingia sana, acha tusome alafu tutaenda tunafasiria neno moja moja. Tuingia katika kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka 11. Mathayo sura ya 4. Mnaandika ndugu zangu, ni muhimu sana kuandika hizi kurasa za Biblia. Ni muhimu sana. Bwana atatuwezesha na atakuwa pamoja nasi. Nasema Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka 11. Kisha Yesu akaongozwa na Roho Mtakatifu kuingia nyikani ili akajaribiwe na Ibilisi. Yesu akaongozwa nyikani ili aweze kujaribiwa na Ibilisi. Baada ya kufunga siku 40 mchana na usiku. Unaona? Yesu amemaliza mafungo mchana na usiku, siku 40, siku 40. Shetani hapa anakwenda. Unaona? Hapa inaonekana kama kisha Yesu akaongozwa na Roho. Yesu akaongozwa na Roho. Maana yake hapa tunaona kama shetani hakumfuata kwenda kumjaribu. Aliongozwa na Roho ili shetani amjaribu, kwa kuweza kuhakikisha kule kufunga kweli kulikuwa ni kufunga na madhumuni ya kufunga yamejibiwa. Maana katika kufunga tunakuwa tunafunga ili tuweze tupate nguvu na ujasiri. Na katika kupata ile nguvu na ujasiri ni sharti shetani aje kukupima sasa. Unaona? Zile tabia, ule uzito tuliokuwa nao wa miaka na miaka tulemaza kiwango kadhaa katika maisha. Unaona? Inakuwa wakati unapigana na ile vita na umeshafunga, nasema mimi nafunga kwa sababu ya swala hili. Shetani, Ibilisi atakuja. Unaona? Ibilisi atakuja ili kukujaribu kweli lile swala au kile kitendo umemaliza kabisa, ama angali ataweza tena kukuweza kuingia katika fikira zako na kuweza kupeleka nje ile. Lakini usiku wa leo tunazungumza ile neno
ili tuweze ni yale maarifa ya kuweza kuelewa namna gani ya kumfahamu mwovu wakati anatuletea maswala ya kuweza kutoka katika njia zisizomfurahisha Mungu, maana yake njia za dhambi. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 2 unasema, baada ya kufunga siku 40 mchana na usiku, hatimaye akaona njaa. Yesu akaona njaa, ameshafunga. Katika kule kufunga ameshakuwa na madaraka, ameshakuwa na mamlaka, ameshakuwa na ujasiri, alafu anasikia njaa. Ibilisi akawa naye. Huyu ibilisi tunazungumzia hakuja kama mimi na wewe kimwili, alikuja kifikira. Anamwambia sasa, wewe siku 40 ukula, kunywa hata hivi au fanya hivi au fanya hivi. Anajua kama Yesu atakuwa na shida ya kula. Unaona? Sasa anaanza kumletea majaribu. Na yale majaribu ndio tunazungumzia leo. Tuweze kuelewa wakati mwovu anakuja. Tumuelewe mwovu wakati anakuja, na wakati anapokuja kisha kumuelewa ndipo tunashinda vita. Nilizungumzia siku nyingine, nimeshahubiria tena kuhusu hili swala, lakini leo hatuangalii sana majaribu. Tunaangalia sana namna ya kuja samani. Hatuangalii sana majaribu. Tunaangalia sana zile tricks shetani anatumia nini ili uweze kumuelewa katika maisha yako ya kila siku. Bwana asifiwe sana. Tunazungumzia kila mtu katika tatizo zake za maisha za kila siku. Mimi ninajua matatizo yangu peke yangu. Wewe unajua matatizo yako. Unaona ya kwako, ya watoto wako, ya familia yako, nchi yetu. Sisi wote tunajua matatizo ya nchi yetu. Wakati tunapoomba, tusijiombee sisi wenyewe tu, na tuombee ile zawadi Mungu alitupatia, ile ahadi aliyotupatia, kutukumbuka na sisi tuwe na kwetu. Bwana asifiwe sana. Maisha ya wana Israeli Egypt, alifanyaje? Misri aliwaagizia kuwa na nchi, na akawatoa katika utumwa kwenda katika nchi yao. Kwa hiyo kuwa na nchi ni miongoni mwa matatizo ya maisha. Ikiwa ukikosa kwenu, inakuwa umepoteza kitu kikubwa sana. Kwa hiyo utaishi ugenini miaka yako yote, na watoto wa watoto na watoto wakufuata. Unaona? Sasa ni katika kufafanua neno la Mungu tunaendelea, tunajifunza ni namna gani tuweze kusawazisha, ni namna gani tujikosoe, namna gani ili tuweze kuwa na mwendo mwema. Unaona? Mwendo mwema sio kwa kuwafaharisha binadamu, hapana. Mwendo mwema ili tuache zile inheritance, tuache zile zawadi, zile baraka zenye Mungu ametubariki kwa watoto na watoto kufuata. Na ndio unaacha jina nzuri. Tusiwe wale wakula na tumalize vyetu tufe navyo. Hapana. Habari njema ni habari ya sisi tunawaachia watoto wetu, wajukuu zetu baraka. Na zile baraka sio kwa sababu sisi tumesave, ni baraka kwa sababu Bwana Mungu anasema, ukinipenda mimi na moyo wako mmoja, na ukifata njia zangu zote, kwa hiyo nitakubariki. Nitakubariki. Unaona? Anakubariki wewe na vyako vyote. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tuendelee mstari wa 3. Mstari wa 3 hapo unasema, mjaribu akamjia akamwambia. Hapa Yesu ameshafunga siku 40. Mjaribu akaja akamjia akamwambia, kama wewe ndiye mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate. Anajua kama Yesu ana njaa. Anajua kama Yesu ana njaa. Unaona? Anamwambia amuru. Yesu lakini Yesu akamjibu, imeandikwa, mtu haishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mungu anazungumza nini? Anazungumza nini Baba? Katika afya yako, katika maisha yako ya kila siku, katika namna unaoelea watoto. Anasema nini? Baraka zake anasemaje? Unaona? Na lile neno la Mungu ndio tunafuata. Hatufati ripoti ya shetani. Hatufati ripoti ya shetani. Ripoti shetani anatumia binadamu, mimi na wewe. Unanielewa? Wakati shetani iko kwenye kazi, unaona watu saa nyingine wanaanza kuzua neno tu, wanasema fulani ndio alifanya. Lakini kama wewe ndani yako unajua kama haujatenda, usiwe na wasiwasi. Bwana mwenea aliyoko sehemu zote ulimwenguni kwa dakika moja anajua. Unaona? Kitu unachokifanya wewe, unamshukuru Mungu na unakimbilia wapi? Unajificha chini ya mabawa yake. Unaona? Na Bwana atatuwezesha siku zote za maisha yetu. Bwana atatuwezesha. Twende mstari wa 5 tusikie. Ndipo Ibilisi akamchukua Yesu mpaka mji mtakatifu wa Yerusalemu na kumweka juu ya mnara mrefu. Ameshafunga siku 40, siku 40. Majaribu yanakuja.
majaribu ya kula mnamemletea, kama utageuza ya mawe kuwa mikate. Kwa hiyo Yesu anasema hapana, siwezi kuishi kwa kula peke yake, ila kwa neno lote linalozungumzwa naye Bwana Mungu wetu. Ameshinda katika matatizo yetu ya kila siku, ni hivyo hivyo. Katika matatizo ya kila siku ni hivyo hivyo. Unakuwa na tabia inayokuelemea. Ile tabia inayokuelemea, ukisha kuigundua tu, unajua kama ile tabia sio nzuri, unapigana nayo kiroho mwenyewe. Unapigana nayo na unafunga kama vile Yesu alifanya. Na ukishamaliza kufunga yale majaribu, kisha kufunga yale yote atakayekuja, ikiwa kama ni usharati, maana kuna watu wanakuwa ni msharati wa kupitiliza kiasi kwamba hawezi kulala bila mwanaume, hawezi kulala bila mwanamke. Lakini ile nguvu ya usharati, ukishasema Bwana stop, hivi nimemaliza, na unafunga siku kadhaa, zile siku kisha kufunga, wanaume ndo watakufuata kama mvua, ili wakuweke tena kwa ile position ya kuweza kutenda ile dhambi tena. Lakini ukimgundua shetani pale, hiyo dhambi na hicho kitendo maishani mwako kinaisha kwa uwezo wa jina la Yesu. Unaona, inaweza kuwa ni mwanaume, ni hivyo hivyo, ni usharati, amemaliza kufunga, anasema hivi ndo nataka sasa dhambi ya usharati iishie hapa. Siku hiyo ndo wanawake wote wale alikuwa nao zamani wanaita simu, nataka nikuone, nataka kufanya nini. Lakini kaka yangu, siku hiyo ukishinda hizo telefoni zinakuita, ukishinda wale wanawake, ndo siku umeshinda ile dhambi iliyokushikilia miaka na miaka. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mwaka huyu wa 2012 unachukua habari zako zote, zile dhambi zote unazozijua zinazokufanya unaweza kukosewa upendo wa Mungu na baraka za Mungu ndani ya maisha yako, ziandike. Unaona, kuna dhambi nyingi, hata ulafi, kula na kushiba na kushindilia chakula ni dhambi. Hivyo vyote unatia kwenye karatasi, Mungu nishindie dhambi ya ulafi. Unafunga siku 3, unafunga siku 7. Siku yenyewe umemaliza, ndio siku yenyewe kila nyumba utaingia walipiga sauce nzuri sana, unataka ule kila kitu. Lakini ukishinda siku ile, unakuwa umeshinda. Tuendelee. Basi kisha hapa ndipo Ibilisi akamchukua Yesu mpaka mji mtakatifu wa Yerusalemu na kumweka juu ya mnara. Yesu anataka awe na ule uwezo na nguvu na ujasiri hapa ya kushinda majaribu. Lakini wakati alikuwa anaendea zile njia zote, alikuwa anajifunza mengi. Tutayaona baadaye. Alikuwa anajifunza mengi. Na katika njia zetu, katika maisha yetu jangwani, tunapopitia zile sehemu kavu, sehemu za matatizo, unaona ni njia inatufunza tu, ili mwaminifu aweze kufikia mwisho. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Unaona, Yesu hapa amepelekwa Yerusalemu. Huko Yerusalemu, na akamweka juu ya mnara mrefu mwembamba wa hekalu. Unaona, mstari wa 6 unasema, akamwambia, kama wewe ndiye mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa kuwa imeandikwa. Anamwambia jitupe. Atakuagizia malaika zake, wao watakuchukua mikononi mwao, ili usije ukajikwaa mguu wako kwenye jiwe. Mstari wa 7 unasema, Yesu akamjibu, pia imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Mstari wa 8 unasema, kwa mara nyingine Ibilisi akamchukua Yesu. Hajachoka. Angalia, anahakikisha pole zile siku 40 alifunga. Kweli ameshinda nguvu za shetani. Angalia, anaendelea. Na sisi binadamu ni hivyo hivyo. Wakati unafunga, unaomba, unafungia swala. Lile swala wakati umeshafunga, unasema Baba nataka, kwanza unaanza kusikia kiu cha maji. Siku ile ndio siku yenyewe utataka kila sangine hata hautaki kula, lakini unashtuka ulishaweka chongo mkinywa. Unashtuka ulishakunywa chai. Unashtuka kwa sababu shetani anapinga wewe kwa uhuru. Na katika angalia hapa Mathayo hapa ndio tunajifunza namna ule uzito wa miaka na miaka wenyewe umesha kwa kama vile tabia za maisha yetu. Tunafanyaje? Tufuate Yesu kisa alivyofanya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na atatuwezesha. Kitu muhimu na kitu cha kwanza ni kufanyaje? Ni kuweza kugundua kwanza zile tatizo tunazokuwa nazo. Tuzijue kama ni tatizo. Tatizo kubwa linakuwa ndani ya binadamu ni kuwa
hatuelewi wakati wenye maisha haendi vizuri. Sasa ukiwa unajiona kama maisha yako ni mazuri, ndio maisha hayo unaona ni maisha, kwa kweli inakuwa ni vigumu sana kusema uwe delivered, ukombolewe katika matatizo. Unaona? Kwa sababu wewe mwenyewe ndio unayajua kwanza. Unaona? Wewe mwenyewe ndio unayajua. Mbona hiki? Mbona nakula sana? Mbona nalala sana? Mbona nafanya hivi? Ndio unaanza kupigana na zile nguvu za giza zinazo kukandamiza hata kimwili. Unasikia? Vita yetu sio ya minofu na damu. Vita yetu ni ya kuangusha nguvu za giza zilioko sehemu ya juu na sehemu ya chini. Vipi? Katika kutumia neno la Mungu. Vipi? Katika kutumia uwezo wa damu ya Yesu. Vipi? Katika kutumia moto wa Roho Mtakatifu, katika kufunga, katika kusali, katika kutoa zaka, katika kutoa sadaka. Na Mungu anatuwezesha usiku na mchana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hapa tunasema, turudie kidogo mstari wa 8. Kwa mara nyingine Ibilisi akamchukua Yesu mpaka kwenye kilele cha mlima mrefu na kumuonesha falme zote za dunia na fahari zake. Mstari wa 9 unasema, kisha akamwambia, nitakupa hivi vyote kama ukinisujudu na kuniabudu. Kama ukinisujudu na kuniabudu. Shetani anamwambia mwana wa Mungu, kwa sababu anataka kumpa ulimwengu na falme zake. Tutaangalia hapa tuweze kulinganisha na maisha yetu ya leo, tuone ni kitu gani kile kinapitika ulimwengu wa leo. Unaona? Bwana asifiwe sana. Tukienda mstari wa 10, mstari wa 10 Yesu hapa akamwambia, ondoka mbele yangu Shetani, kwa maana imeandikwa, utamwabudu Bwana Mungu wako, nawe utamtumikia yeye peke yake. Utamwabudu Bwana Mungu wako. Unaona, Shetani anataka aanze kumwabudu yeye kwa kumpa zile falme za ulimwengu. Unaona? Na Yesu anasema hapana. Yeye sio Mungu wake. Wangapi leo wanaabudu mashetani kwa sababu ya falme za ulimwengu? Wangapi leo? Ni wengi sana. Unaona? Ni wengi sana. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ujumbe wa leo unakuja ili tuweze kuelewa, tuweze kumjua mwovu wakati anafika. Unaona? Bwana atatuwezesha. Ninaleta haya maombi yetu, tuko tunaombea Kongo, lakini katika kuombea Kongo tunaomba tuelewe kwanza ni matatizo gani ya Kongo na tutayatako vipi. Maana sisi hatupigani minofu na damu, hapana. Tunapigana kwanza na zile nguvu za giza zilioko juu, zilioko chini. Tukisha kuzikandamiza zile nguvu za giza, tutaongea kimdomo na binadamu atasikia. Tuwe kwanza na madaraka yake Bwana. Tuwe kwanza na uwezo wake Mungu. Tukishakuwa nao, tutaamrisha jambo na litatendeka. Biblia inasema kama mimi na wewe tutaamrisha jambo litatendeka kwa uwezo wa jina lake Bwana na kumwamini Mungu muumba kuwa yeye ni muweza. Unaona? Nasoma hizi ili tuweze kufatanisha haya mafunzo na nchi yetu. Nchi yetu ni miaka mingi imeenda vibaya. Unaona? Ni kitu gani kinatakikana? Ni kitu gani kinatakikana? Ndugu zangu, mnajifikiria ni kitu gani kinatakikana? Wababa zetu walienda vibaya, politician walienda vibaya, sijui nani alienda vibaya. Sisi tunaenda wapi? Sisi tunaenda wapi? Turudie katika neno lake Mungu. Ulimwengu umesha kutuangusha, lakini mfalme wa falme hatatuangusha. Bwana wa mabwana hatatuangusha. Anasema niite wakati wa shida, nitakuwa pamoja nawe. Nitakuwa pamoja nawe wakati wa shida. Shida ndo kama hii. Lakini ninachoelewa mimi, ninachojua, ulimwengu na vyote vilivyomo ndani ya mkono wake kimbilio letu. Ulimwengu na vyote, hakuna exception. Kwa hiyo wapi kwa kukimbilia? Tunaenda kwake mfalme wa falme. Tunaenda kwake Bwana mabwana. Usiku na mchana, ndugu zangu, nawaambia kama atatenda. Ninaamini atatenda. Nyewe angalia. Mkiona tu kwenye television, mapasta wa Kongo ni wangapi leo? Hamuoni kama shift ndani ya atmosphere, ndani ya ulimwengu? Kuna kitu kio kinafanyika. Ndani kwako wewe unafanya nini? Ndani kwako unafanya nini? Kuangalia television, kabila. Muache kabila. Kimbia mfalme wa falme, Bwana mabwana. Sijui, achana na ma politician. Unaona? Politician mkubwa ni Mungu aliyeumba politician, akampa akili ya kuweza kuzungusha maneno yake, na wale wote mfalme wa falme, Baba muumba aliyeumba ulimwengu na vyote vilivyomo.
Baba mwenyewe aliyoko sehemu zote ulimwengu pote kwa dakika moja. Unaona? Bwana atatuwezesha. Tuwe na imani. Tuwe na imani na tuache upumbavu wa mimi sina wakati, niko yangu Bulaya, nishakafika. Uko Bulaya ukiwa deported. Ukiwa deported leo unaenda wapi? Unaenda wapi? Tuache ujinga na upumbavu. Huko ni nchi ya mtu mwingine, kwetu ni kule. Na ndio kwa maana tusiache hadithi mbaya kwa watoto wetu. Zile hadithi tunazozungumza, politician wametufeli, ndio. Wewe unafanya nini sasa? Wewe una jambo gani unataka kuongoza? Jambo gani unalola kuongoza? Neno lake Bwana, hii Biblia, tukisha kuielewa, tuweze kujitambua sisi wenyewe. Tukisha kujitambua na kuelewa tuliko kwenda kubaya. Kuelewa kule mababu zetu walienda vibaya. Mababu zetu walienda vibaya. Ndio sisi tunaanza sasa kugeuka, tunafuata njia njema. Lakini wakati hatujaelewa tuliko kwenda vibaya, hatuwezi kuongoka. Lakini kwa uwezo wa jina lake Yesu atatuwezesha tuongoke. Atatuwezesha tuongoke. Manake ninamuomba usiku wa leo aweze kutupa akili kuelewa kwa jumla sisi wote. Na najua mfalme wa falme atatenda usiku wa leo. Atatenda kwa sababu yuko kwenye kazi. Atatenda. Tuendelee katika kusoma, maana tunataka kumaliza hapa. Alafu tuendelee tena chini kidogo tuone. Tusome mstari wa 11. Ndipo Ibilisi akamwacha. Kisha mara 3 amemletea mawe ageuze mikate. Akampeleka Yerusalemu huko juu. Akampeleka kwenye kilele mara 3. Ibilisi akashindwa. Ndipo Ibilisi akamwacha, nao malaika wakaja na kumtumikia. Malaika wakaja kumtumikia Yesu sasa. Na wewe ni vile vile, hakuna tofauti. Huyu ni mfalme wa falme, Bwana mabwana. Yesu alikuja kutuonesha njia, na anasema yeye ndio njia ya kweli. Yale Yesu alipitia ndio sisi tunapitia, ili tuweze kuongoka, na tutaongoka kwa uwezo wa jina lake Yesu. Sasa hapa ninasema hivi, tuwe nani yetu ya ujumbe wa leo, topic yetu tunasema tuwe na ufahamu wa mshawishi. Tuwe na mfahamu wa mshawishi. Alafu tuingie katika kitabu cha Yohana. Biblia inaipenda sana kwa sababu Biblia ina kila kitu ndani yake. Tuingie katika kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 10 mpaka 11. Mstari wa 10 unasema, mwizi huja ili aibe. Mwizi huja kufanyaje? Mwizi huja ili aibe, kuua na kuangamiza. Mwizi yoyote yule, mwizi yoyote akitaka kuiba, uko anataka kuiba gari yako, atakupiga risasi, wewe anachukua gari. Akikutana kwako, robbers, akikutana kwako, atashuti watu wote kuua na aibe vyako. Kongo mnajua hadithi yake. Unaona? Biblia inasema mwizi huja ili aibe, kuua na kuangamiza. Yoyote ni strategia ya wizi. Lakini nimekuja mfalme wa falme. Ndio nilikuwa nataka nifikia hapo. Nimekuja ili wapate uzima kisha wawe nao tele. Amekuja ili tupate uzima na tuwe nao tele. Maana yake ukisha kwa kwenye mabawa yake Yesu, kwenye ulinzi wake Yesu, hakuna mwizi anakuona, hakuna muuaji anakuona. Unaona? Bwana atatuwezesha sana. Bwana atatuwezesha. Maana yake hapo ukiangalia, mwizi huja ili aibe, kuua na kuangamiza. Na ndo jambo liko linapitika hapo chini dakika ina size. Lakini tunavunja vyote. Tunavunja vyote. Maana yake kwa umoja sisi wote kiroho, kwa uwezo wa jina lake Yesu, mipango yoyote ya kuua watu wetu, mipango yoyote ya kutuibia, mipango yoyote ya kutuangamiza, angamiza nchi. Maana yake ukiangamiza nchi yetu ndio sisi tunaangamia. Mipango yoyote, ipe jina yoyote ile, inayopangwa sehemu za siri na sehemu tusizojua, sehemu za giza, penye kwenye hakuna hata wakwetu wameshaga ingia sehemu hiyo, mipango hiyo inafanyika. Lakini ninachoamini, mfalme wa falme, Bwana mabwana, dakika hii na majeshi yake wako sehemu zote kwa uwezo wa jina la Yesu. Wako sehemu zote. Hakuna jambo litazungumzwa mwaka huu litaangamiza nchi ile. Hamna. Maanake tunamkabidhi kona 4 za nchi ile kumikono ya mfalme wa falme, Bwana mabwana, na atatenda. Anasema niite wakati wa shida.
nitakuwa pamoja nanyi. Shida ndio hii. Ndugu zangu mnayeniona, najua mnaekaa kimya, lakini assignment ni hii. Mnafanya nini ile nchi iweze kukombolewa? Tunafanya nini? Vita yetu ni kiroho. Popote pale ulipo, tuko makabila 400. Makabila 400. Na tujifunze kuwa tunasali kwenye lugha zetu. Yale maovu mababu zetu waliotenda, yale mazambi wazazi wetu waliotenda, mimi nafikiri ya kuwa ukipigana nayo kiroho na lugha walikuwa wanaongea, maombi yako yatasikilikana zaidi kuliko kuanza kuongea je suis, je vais na mafaute grammaticale au Kiingereza. Ingia kwenye lugha ya mababu. Mungu sio mjinga. Mungu si mjinga kuweza kukuumba wewe na mimi na lugha zetu. Kuna maana yake. Na tunamtukuza kwa sababu ni Mungu aliyetukaona pia na sisi. Binadamu anaweza kutuona tuko bure. Binadamu anaweza kuripoti yao wenyewe wanaripoti. Lakini Biblia inasema nini? Anasema wewe ni kichwa peke yake, wewe sio mkia. Anasema sisi ni kichwa, sio mkia. Unaona? Binadamu anaweza kupangilia yao kuweka ufanya mkia. Nani atakuwa mkia? Ripoti ya katiba ya maisha inasema nini? Katiba ya maisha inasema Kongo haiwezi kuwa mkia. Katiba ya maisha inasema watoto wa Kongo hawezi kuwa mkia. Katiba ya maisha inasemaje? Inasema kuwa sisi ni kichwa siku zote kwa uwezo wa jina la Yesu. Na tutakuwa kichwa hata kama majaribu yatakuja yanajipanga, lakini ninachojua anasema Biblia inasema mateso ya mwaminifu yanakuja mengi, lakini mfalme wa falme anamkomboa mwaminifu kutoka yale yote. Sasa kazi yetu sisi kubwa ni gani? Ni kuwa waaminifu. Unaona? Ni kuwa waaminifu ili mfalme wa falme na majeshi yake atupiganie. Yale mateso yote tunayoyaona atatupigania yote. Kwa kuwa neno lake linaongea, na Biblia inasema ya kuwa neno lake akiongea likienda, alirudi bila kutenda yale amekusudia. Alirudi. Ameshasema kuwa mateso ya mwaminifu ni mengi, lakini nitamkomboa toka yote. Bwana sifiwe sana. Hiyo ni agano nzuri sana. Ni ahadi nzuri. Maana hata kama matatizo yanakuja, tuna sehemu ya kukimbilia. Tuna sehemu ya kujificha. Unaona? Mungu ataendelea kutuwezesha. Bwana sifiwe sana. Tunaendelea. Mstari wa 11 unasema, mimi ndime mchungaji mwema. Mimi ndimi mchungaji mwema. Oh Yesu. Biblia hii anasema mimi ndimi mchungaji mwema. Kwa hiyo UN na Yesu mchungaji ni nani? Kwa sababu katiba ya maisha tunayofuatilia inasemaje? Inasema mimi ndimi mchungaji mwema. Tuache kuwa na upumbavu wa kufuata mambo ya tamaa za maisha. Unajua vile unavyoona vinang'aa vilipatikana namna gani? Vilipatikana namna gani? Unaona? Unaweza kuwa hauna vile vya kung'anga, lakini unaye Mungu ndiye kitu kikubwa. Unaye Bwana mabwana, na baraka zake zinapokuja haziji na maumivu, haziji na mateso. Mfalme wa falme anasema mimi ndimi mchungaji mwema. Mimi peke yangu kimbilio letu. Ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo zake. Haleluya. Mchungaji mwema anaona simba inakuja kukula na kondoo wake, anafanyaje? Atapigana na simba. Simba kimuua, amekwenda. Sasa wachungaji wale nyewe mnayezungumzia leo, tulikuwa nataka fulani atufanyie hivi, fulani atufanyie hivi. Atakufanyia nini? Sio yule mchungaji anayekuwa mwema kama Yesu. Ni mchungaji mwenye yuko pale anataka na yeye awe na vyake, kazi. Unaona? Bwana asiingie sana kwenye siasa, lakini ninaleta ili tuweze kujitambua. Tuweze kujitambua. Unaona? Bwana asifiwe sana. Yesu peke yake ndiye mchungaji mwema. Peke yake. Peke yake. Alafu sasa tuingie katika maswala. Kuna maswala matatu hapa nataka tuzungumzie. Maswala matatu. Tuone kwa nini Yesu alijaribiwa. Kwa nini Yesu alijaribiwa? Tunajua Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Tunajua kama Yesu alikuwa na uwezo. Tunajua Yesu, kila mtu anajua Yesu ya kuwa kama ni mtenda miujiza. Kwa nini ajaribiwe? Ndio swala katika kusoma hii nani. Hapa katika utafiti wangu nimeweka kadhaa.
za kuweza kujieleza. Kwa nini Yesu alijaribiwa? Tuone nani ya kwanza. Kujifunza kuheshimu. Yesu alijaribiwa ili aweze kujifunza kuheshimu. Yeye ni mfalme wa wafalme lakini alinyenyekea. Yeye ni mfalme wa wafalme lakini alikuja katika familia maskini. Yeye ni mfalme wa wafalme lakini alikuja carpenter, mranda mbao. Ni mfalme wa wafalme lakini alikuja na ule udogo wote unayefikiria wewe. Ule udogo wote. Oh, Bwana asifiwe sana. Ninazungumzia Congo man leo. Congo woman leo. Kwa sababu tuna tabia moja. Popote tunaingia tunataka tuonekane mimi niko Kongolese. Lakini Yesu hapa alifanyaje? Alizaliwa katika familia maskini isiyokuwa na chochote. Hawakuwa hata na berso ya kumweka wakati alizaliwa. Alizaliwa kwenye nyumba ya ng'ombe. Unaona? So kwa hiyo ile kujifaharisha yetu haina maana bado. Ni vizuri tuwe kwanza na mfalme wa falme peke yake. Bwana mabwana tuwe naye. Tukishakuwa naye, yes, hayo mengine yote, hayo mengine anasema ita kwanza ufalme wa mbingu. Ule ufalme wa mbingu ukishakuwa na wewe, na vyote viliomo kule juu vitaongezeka. Bwana asifiwe sana. Tunasema hapa kwa nini Yesu alijaribiwa? Tunaona ya kuwa kujifunza kuheshimu. Tuingia katika kitabu cha Waebrania sura ya 5 na mstari wa 8. Mstari wa 8 unasema, ingawa alikuwa mwana, alijifunza utii kutokana na mateso aliyoyapata. Ingawa alikuwa mwana wa Mungu, unaona, alijifunza utii kutokana na mateso aliyoyapata. Sisi leo mateso yote yanapitia Kongo, yanatufunza nini? Yanatufunza nini? Mateso yanayopita huko yanatufunza nini? Acha kwanza mateso ya watu kuuawa. Mateso yale hata ukienda sehemu unakuwa hauna maana. Unanyanyasika. Unaona? Umeshakuwa huko na wale wanapendaga muziki tu, wale ni kunyonga viuno tu, wale ni kuvaa Versace tu. Unanielewa? Lakini hautasikia wanasema Mkongomani wananunua jet squeeze. Sifa za Mkongomani ni sifa mbaya kila siku. Bwana asifiwe sana. Hizi sifa mbaya tunaendelea nazo. Hizi sifa mbaya leo ni Mobutu mwenyewe anazifanya. Hizi sifa mbaya leo katika unaenda unachukua hauna mshahara, unaenda kununua Versace costume ya 1500, ni Mobutu anafanya. Tuache mambo ya wanasiasa. Sisi wenyewe tunafanyaje? Sisi wenyewe. Yesu hapa alinyenyekea ili kujifunza kuheshimu. Alinyenyekea. Ukiongea kunyenyekea, maana yake unajifanya mtu wa chini kabisa. Kwa hiyo haununui vitu vya prestige vyote. Kuna wengine ananunua costume ya 1500 livres, hana draperie, hana shuka ya paundi 10 kukitanda. Lakini anataka aende kufete, wamuone kama alivaa koti, kila mtu alimuona. Lakini Bwana anakuja kubadilisha hizo tabia zote. Tunanyenyekea sisi na viatu vyote. Waebrania sura ya 5 mstari wa 8 unasema ya kuwa ingawa alikuwa mwana wa Mungu, alijifunza utii kutokana na mateso aliyoyapitia. Wakongomani, mateso tunayapitia hayajatufunza bado? Yale tunapitia hayajatufunza? Ndiye swala usiku wa leo. Ninaomba uwezo wake Bwana, ninaomba nguvu yake Bwana iweze kuingia katika roho zetu, mwili na akili, ili tuweze kuelewa. Kwa Kiingereza nasema knowledge is power. Knowledge is power. Knowledge ya Kongomani iko wapi? Samahani sana, manake nikiingia kwenye hiyo chapter ya kwetu nakuwa niko na emotions, mtanihurumia. Unaona, tunaendelea kukamata maisha yetu ya kila siku na Biblia. Tuweze kulinganisha ni kitu gani, ili tuweze kugundua sehemu tulikwenda vibaya, ili tuongoke. Bwana atatuwezesha. Ninajua atatuwezesha. Bwana asifiwe sana. Tuendelee. Ya kwanza tulikuwa tunasoma ya kuwa kujifunza kuheshimu. Ya pili ni kupata uhaki. Ule uhaki kuonekana kama alikuwa ni mwana wa Mungu na alikuwa katika njia zake Mungu. Hakufuata njia mbaya. Na ndio kwa maana wakati shetani amemjaribu, alifanyaje?
alishinda ile majaribu akitumia neno la Kimungu. Unaona? Na sisi ni vile vile. Majaribu yanakuja, lakini tushinde majaribu yale na neno la Bwana. Na Bwana atatuwezesha usiku na mchana. Unaona? Kupata haki. Tunaingia katika kitabu cha Wakorinto wa pili, mstari wa Wakorinto wa pili sura ya 5 na mstari wa 21 ama 21. Inasema hivi mstari wa 21. Kwa maana Mungu alimfanya yeye asiyekuwa na dhambi kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kufanywa haki na Mungu katika yeye. Katika yeye. Manake alifanywa mwenye dhambi. Unaona? Ili sisi watenda maovu tuweze kupata haki katika macho yake Bwana. Bwana sifiwe sana. Ule uhaki wa kutokutenda dhambi ili aweze kuokoa kondoo zake. Unaona? Sasa hapa ukiangalia sana hapa, kwa maana Mungu alimfanya yeye asiyekuwa na dhambi kuwa dhambi kwa ajili yetu. Unaona kama alijitoa. Na katika tukirudia tena katika nchi yetu ni kujitoa. Kunapaswa kuwa watu wenyewe watajitoa. Kujitoa nasema najitoa ili nchi hii iweze kuongoka. Unaona? Kujitoa kwanza kuwa mwaminifu, kuwa na haki. Uhaki wetu uko wapi katika masuala ya nchi yetu? Hata mimi saa nyingine naomba Mungu aniepushe, lakini wakiniambia mama sasa wewe tunakufanya ministry Kongo, nitafanya nini? Lakini siwezi kwenda wala siwezi kukubali kwa sababu sitaki kuitwa mwizi. Siwezi. Mimi kazi yangu ni hii tu ya kutangaza injili. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa wale wenyewe wanaitarajia kufanya siasa, wakikuita utafanya nini? Utaongoza nini? Mbona wengi wanaongea tu, wakishakufika pale wanaanza sasa wenyewe tena ndio wanaiba zaidi. Unakutana kama mambre wa parlement kijijini kwake anatembelea gari kubwa ya 100 milioni 4x4, 100 milioni de dollars. Village ya baba yake hakuna hata groupe electrogene, lakini anataka mtu amuone niko Kongolese. Haya ndio mambo tunabadilisha. Kama utaweza kununua 100,000 dollars gari ya kutembelea, kwa nini usinunue kompania kufanyia moto village ya baba yako yote? Na hayo tunangojea tu serikali. Na sisi wote tunaelewa nchi inaendelea vipi. Na Kongo kuna matajiri, kuna watu wana pesa kama upuuzi. Tunapaswa kubadili mambo haya, tubadilike. Lakini uwezo wa jina lake Yesu, neno la Bwana tunalosoma usiku wa leo, ndio linakuja na uwezo wake kutubadili. Na tutabadilika. Tutake ama hatutaki, ni kwa uwezo wa jina lake Yesu tutabadilika sisi wote. Tutabadilika. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tuendelee chini hapa. Tuone nani ya tatu. Tumeshasoma ya kwanza. Ya pili ilikuwa ni haki, ya tatu kupata uzoefu na matatizo yote. Yeye ni mfalme wa falme, Bwana mabwana. Kwa nini apitie zile shida? Unaona? Kupata uzoefu na matatizo yote. Tuingie katika kitabu cha Waebrania sura ya 4 na mstari wa 15. Waebrania sura ya 4 na mstari wa 15. Hapa inasema ya kuwa kwa kuwa hatuna kuhani mkuu anaweza kuchukuliana na sisi katika udhaifu wetu, kwani yeye mwenyewe alijaribiwa kwa kila namna kama vile sisi tujaribiwavyo, lakini yeye hakutenda dhambi. Haleluya! Hakutenda dhambi. Alijaribiwa ya kupitiliza. Mfalme wa falme hakutenda dhambi. Alibakia na ule uhaki. Kwa sababu gani? Ili kutuonesha hakuwa kama ukiwa na uhaki chochote kinachokuja utashinda. Alishinda mauti. Bwana asifiwe sana. Maana yake inasemaje hapa? Ya tatu inasema kama kupata uzoefu wa matatizo yote. Kupata uzoefu wa matatizo yote ya ulimwengu. Alizaliwa katika familia maskini,
alikuwa anashinda anatembea na miguu. Sijui kama walikuwa walikuwa na punda wakati ule, lakini angekuwa hata anatembea na punda. Unaona, alikuwa anaenda watu wa chini, aliacha familia yake. Unaona, matatizo mengi mpaka kisa libambo msalabani. Yale yote sisi tunaelewa. Unaona, Bwana ataendelea kutuwezesha. Taendelea kutuwezesha. Alafu hapa tunasoma kuwa samahani kama vile sisi tujaribiwavyo. Kama vile sisi tujaribiwavyo. Wakati majaribu yanakuja, yanakukuta kwenye state gani? Ndio swala. Wakati mwovu anakuja kukujaribu, unamtambua huyu ni mwovu? Unamtambua ni mwovu? Tunaingia katika masuala ya nchi yetu. Watu akiwa yuko na njaa, wanamwambia watu unataka kwenda kwa membre de parlement. Nitawafanya hivi, nitafanya nini? Waenda na sabuni 2 na chumvi na nini kudanganya watu. Akisha chukua madaraka, hivi yote anaacha. Na ndio maana hawawezi kuendelea kuongoza. Hawawezi. Kwa sababu kuna nguvu za ulimwengu, kuna powers, nguvu za ulimwengu. Tunasoma huko juu wakati wenyewe Yesu mara ya 3, jaribu la mara 3. Alifanyaje shetani? Shetani alimpeleka Yesu. Ngoja nirudilie pale kidogo. Hapa inasemaje? Kwa mara nyingine Ibilisi akamchukua Yesu mpaka kwenye kilele cha mlima mrefu, akamuonesha falme zote za ulimwengu. Katika siasa zetu ndio vinapitika leo. Katika siasa shetani anamuonesha Yesu, angalia hizi falme zote hizi kingdoms zote, ukikubali yale ninakwambia na kukabidhi wewe. Na haya ndio yanapitikana katika mamlaka ya ulimwengu. Unaona? Zile falme za ulimwengu, unaelewa, ziko katika madaraka ya shetani. Na wale wenye wanataka kujifaharisha, waonekane sisi ndio tuna pesa, sisi ndio wanasiasa, wanaingia katika zile falme za shetani. Sasa kwa hiyo sio vita ya kupigana kipalala, sio vita ya kupigana kimaneno, ni vita ya kupigana kiroho. Shetani alishindwa hapa kwa sababu wakati alimpeleka Yesu, anamwambia hapa, anambia kwa mara nyingine Ibilisi akamchukua Yesu mpaka kwenye kilele cha mlima mrefu na kumuonesha falme zote za ulimwengu. Falme zote za ulimwengu. Kwa hiyo falme zote za ulimwengu za vile vinavyoangalia ulimwengu, vile unavyojua kufaharisha ulimwengu, anamuonesha nitakupa hivi, nitakupa hivi, nitakupa hivi. Unanielewa? Lakini hapa alimuonesha falme zote za dunia na fahari zake. Unaelewa? Alimuonesha akasema huyu ufalme sasa hapa tuseme hapa ni utasemaje? Huyu ufalme ni ufalme wa kitu fulani. Ni ukipata huyu ufalme, wewe utakuwa tu unajenga magorofa, au wewe utakuwa unanunua gari nzuri nzuri, au wewe utakuwa tu za kiulimwengu. Unanielewa? Ni za kiulimwengu, na ndo zinazopitika katika siasa ya ulimwengu. Zinazopitika. Shetani ameshaingia katika kona 4 zote. Ukikubali hiki, tunakupatia hiki. Lakini maskini wanapewa vile vitu, lakini kwa kuwa ni vitu vya shetani, shetani akikunyang'anya vitu vyake, anakutupa unakwenda. Lakini ukimtumikia Mungu, hakuna namna akuache. Hakuna namna mfalme wa falme akuache. Bwana ataendelea kutuwezesha sana. Bwana ataendelea kutuwezesha. Zile falme zote za ulimwengu zilizoshika madaraka katika nchi yetu, zikajifanya kama sisi hatuwezi kuwa na uwezo katika ile nchi. Falme za giza, falme mipango yao yote ni ya kukandamiza na kukandamiza. Usiku wa leo ndugu zangu, mnaingia hapa katika hii Mathayo na mnasoma mstari wa 8 hapa tena. Ndio silaha tuko nayo. Vile Yesu alishinda zile falme, na sisi tunashinda falme zote. Falme zozote zinazokaa kuweza kukaa na kuweza kupanga mbinu za kuangamiza kwetu kwa uwezo wa jina lake Yesu. Kwa uwezo wa jina lake Yesu. Manake malaika wa Bwana wanashuka na kusimama zile kona 4 za nchi ile, wanazunguka zote. Kila falme yoyote yenyewe babu zetu walidili nayo, wakadanganywa, tunawapatia hiki, tuchukue hiki. Bwana, wewe ni Mungu mwenye, na unasema ya kuwa wakati unapigana na maadui zetu, unawapiga na unawanyang'anya vyote vile baraka zetu ulikuwa umeshatuwekea.
Na ndo ninaamini mfalme wa falme anaendelea kutenda usiku wa leo, kwa kuwa neno lake linakwenda halirudi bila kutenda yale amekusudia. Bwana asifiwe sana. Falme, tunapigana na nguvu za falme, falme za ulimwengu, falme za ulimwengu. Vya kwetu vinaibiwa kwenda kujenga nchi za wengine, vya kwetu vinaibiwa watu wengine waweze kula, wakati wetu wote wanahangaika. Zile falme zilizopangwa zikaleta hiyo akili ya namna hiyo ya kutusumbua sisi. Tuna kimbilio letu ni kwa mfalme wa falme, Bwana mabwana. Yeye jana, leo, hata milele na milele asiyebadilika. Usiku wa leo ni usiku wa maombi. Nilisema hii wiki 4 ni wiki tunaombea nchi yetu. Popote ulipo ndugu yangu, kwenye nyumba yako, na wewe unasimamisha malaika, maana anasema umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu. Simamisha malaika zake Bwana kwa uwezo wa jina lake Yesu. Aendelee kupigana na kupigana vyovyote vinavyozungumzwa saa hizi, mipango yote, mikutano yote. Tuna uwezo na madaraka katika neno. Anasema utatamka jambo na litatendeka kwa uwezo wa jina lake Yesu. Na tunatamka vyovyote wanavyofanya, tunaviita failure. Jina lake tumevipanga ni failure, na anasema tamka, na tunatamka ni failure. Hakuna chochote kitakuja nchi ile kuwa mtu hata mmoja. Hakuna, kwa sababu madaraka ya mbingu yanashuka. Madaraka kutoka mbingu yanashuka. Bwana ataendelea kuteremsha malaika zake ili kuwe na shift katika atmosphere ya nchi ile. Atmosphere ya nchi ile, anasema katika maandishi yake, yeye ni Mungu anayefanya njia kwenye hakuna njia. Vita ya safari hii ni kiroho. Tunapigana na kuvunja vyote kwa uwezo wa jina lake Yesu. Uwezo wa jina la Yesu, mfalme wa falme, Bwana mabwana, asiyebadilika. Yale aliyotenda juzi anaendelea kutenda leo na atatenda kesho. Alfa na Omega wa Kongo. Tunamsimamisha kona 4 za nchi ile, kona 4. Na popote pale mlipo, huu ni mwezi mnasali katika lugha zenu, katika lugha zenu. Tuache kujifananisha na Kiingereza kirefu, tuache kujifananisha na Kifaransa kirefu. Tuna lugha zetu, lugha zenye Mungu alituandikia. Ndio unamuita Mungu kwa majina yake yale. Unajua baba yako alimuita Mungu, ndio unamuita mfalme wa falme. Sio dhambi kumuita Mungu katika lugha yako. Imeandikwa wapi ya kuwa wewe utakuwa unamuomba Mungu katika lugha ya mwingine? Saa nyingine hata unakuwa na confusion ya lugha ya kigeni. Pahali ya kusema hiki kinamaanisha kitu kingine. Lakini Mungu atatuwezesha. Mungu wetu atatuwezesha. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Huyu mwezi ni mwezi, sio mwezi wa kukaa kimya. Huyu ni mwezi wa kupigana vita kiroho. Nguvu zote za giza zilizojipanga katika kona 4 za ulimwengu zote, kwa uwezo wa jina la Yesu tunaangusha vyote. Sisi objective yetu, maombi yetu huu mwezi, hakuna yoyote atakayekufa. Mipango yote itakayofanyika kuua watu kwetu yote, wale anasema watakutanika mkutano kupanga mbingu ya kwenda kuteketeza, lakini wataanguka wenyewe kwenye ile mipango yao. Bwana asifiwe sana. Wataanguka wenyewe katika ile mipango yao kwa uwezo wa jina la Yesu. Yoyote anayekaa, mwanamke au mwanaume, mbali ama karibu, mfupi ama mrefu, mweupe ama mweusi, anayekaa na kuweza kusema kupanga mbinu za kuangamiza nchi ile, kwa uwezo wa jina la Yesu tunateketeza. Kwa uwezo wa jina la Yesu, mamlaka na madaraka, majeshi yake Bwana yanashuka na kuweza kuvunja vyote. Tunabadilisha hadisi inabadilika kwa uwezo wa jina lake Yesu, mfalme wa falme, Bwana mabwana. Ninajua kwa unaendelea kutenda Baba. Wewe ni Alfa na Omega wetu, wewe ni kimbilio letu. Hatuna Mungu mwingine bali wewe Baba. Watu wako huko chini, mfalme, ninakuomba wahurumie na uwasamee Yesu, na sisi wote tusamee kwa jumla katika zile njia tunazokwenda zisizo kufurahisha Bwana, zile njia za kutokukuelewa wewe na maajabu yako. Mfalme, utupe uwezo na nguvu ili tuweze kukuelewa zaidi na zaidi siku zote za maisha yetu. Asante sana Yesu, ninatoa shangwe na shukrani Bwana, kwa kuwa wewe ni Mungu mwema. Asante Yesu. Oh, asante Yesu. Asante Bwana. Kipindi chetu cha habari njema kinaisha kwa sasa. Ninatoa shangwe na shukrani sana. Mnaendelea kusoma wiki hii. Hizi sura tumesoma na tunaombea nchi yetu. Tunaombea nchi yetu. Hata kama wewe unafuata habari, wewe ni Mtanzania, Mkenya, Muganda, ama binadamu tu wowote penye unasikia lugha ya Kiswahili, ombea nchi ile.
tusaidie katika maombi ili Mungu aweze kutenda maajabu. Unaona, Bwana ataendelea kutuwezesha. Ninatoa shangwe na shukrani sana kuona kama wafuasi wa habari njema mnaendelea kuwa mnasubiri kipindi hiki na kuweza kufuatilia mwisho wake. Bwana hatawaacha, ataendelea kutubariki kila siku zote za maisha yetu. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi usiku wa leo. Na kama hivyo nimewaambia, mnaweza kufuatilia habari njema kwenye YouTube Bahati Mutatwa. Utaona namba ya video dakika 15 tu, lakini baada ya kuikaa unafikiria bure, fikiria neno la Mungu, sikiliza kidogo mahubiri na yatakufariji. Naona Bwana aendelee kutuwezesha na kutupa nguvu. Kipindi chetu kinaisha kwa sasa, acha tuombe, tumtukuze Bwana. Tuombe. Bwana, kwa uwezo wa jina lako mfalme wa falme, natoa shangwe na shukrani Baba kwa kuwa umezungumza na watoto wako Yesu. Kwa kuwa umezungumza kimbilio langu. Asante Yesu. Hatuna kuingilia kwenda Bwana. Tukiweka nchi Kongo mikononi mwako mfalme. Ninaweka nchi Kongo mikononi mwako DRC. Baba, ninakuomba wewe ni Mungu wa kuita na kuitika. Unasema ukiniita wakati wa shida nitakuwa pamoja nanyi. Mkiwa wawili watatu mkiita jina langu nitakuwa pamoja nanyi. Chochote mtakachoomba nitatenda. Tunakuomba mfalme, usalama nchi ile. Wao malaika zako washuke, Jehova Shalom. Usalama wako, amani yako isimame sehemu zote. Baba, wowote watakayekaa wakati wa kuweza kupanga maswala yote kuua watu. Mfalme wa wafalme, wewe ni Mungu mwenye miujiza na maajabu. Tenda Yesu, tenda kama vile ulivyotenda. Yesu, ndio niko peke yangu ninasimama hapa, lakini ndugu zangu wako huko katika manyumba yao na tuko pamoja kwa umoja. Yesu, tunakuomba Bwana uweze kutenda. Tenda ili binadamu waweze kustaajabu na kujua kama wewe upo na ungali unatenda maajabu katika nchi hii. Onesha ulimwengu kuwa wewe ni Mungu mkubwa katika nchi hii. Onesha Bwana kwa kuwa wewe ni Mungu wa kuita na kuitika, na ninajua unaitika, na ninajua unatenda, na ninajua yale yote tumezungumza usiku wa leo Yesu. Malaika zako wanaendelea kutenda moja moja. Asante Bwana. Mfalme wangu, natoa shangwe na shukrani. Asante Bwana. Ninasimamisha malaika zako katika nyumba za watoto wako wote. Sehemu WW Star TV inaonekana usiku wa leo. Baba, ninaomba majeshi wako wasimame kama nguzo za moto wakati ibilisi anakuja Bwana. Yesu, waweze kuona ni moto unawaka. Unawakimbie mbali, thousands miles away, kwa uwezo wa jina lako Yesu. Ulinzi kutoka mbingu ndio tunahitaji. Asante Bwana. Asante mfalme wa falme. In Jesus name. Kwa jina lake Yesu. Amina. Jioni njema. Bwana wabariki sana. Siku ya 4 ijayo.